Hawa ni vifaranga wa Saso ambao tumewalea kwa muda wa wiki mbili. Sasa ninataka nikutajie bajeti ambayo gharama sisi tumezitumia kwa ajili ya hawa vifaranga kwa huu muda wa wiki mbili. Labda na wewe unaweza ukajifunza ili uweze kujipanga vizuri pale ambapo unataka labda kufuga vifaranga 200 kama hawa ambao unawaona hapa, na ninaamini kabisa kwenye hii bajeti labda tunaweza tukatofautiana kiasi kidogo sana, lakini usiishie hapa tu kusikiliza hii video, sikiliza mpaka mwisho, kwa sababu kule mwishoni nitakushauri namna ambavyo unaweza ukafanya biashara kwa vifaranga wa aina hii na ukapata hela nyingi kuliko kusubiria uwafuge mpaka miezi 4 mpaka miezi 5. Nitakushauri vizuri kabisa namna ambavyo unaweza ukafanya biashara hapa bila ya kuteseka, bila ya kupata shida yoyote ile. Sasa tuanzie na gharama za kuwanunua hawa vifaranga. Vifaranga 100 Saso ni vifaranga wa Silverland, waga wanauzwa kwa gharama ya shilingi 220,000, yani box moja ni 220,000. Na namna bora ya kuagiza hawa vifaranga, ukitaka kujua namna bora ya kuagiza hawa vifaranga, na kushauri ujiunge na kundi letu la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Mle tutakuelekeza na tutakupatia namba za watu sahihi ambao watakupatia Saso wale wa first generation, yani ule uzao wa kwanza kabisa Silverland, kutoka Silverland wenyewe watakupatia hawa vifaranga ambao ndio kama hawa ambao unawaona wanakuwa vizuri sana. Yani hawa vifaranga wanakuwa utazani vifaranga wa broiler. Kwa hiyo kwa gharama hiyo kwa vifaranga 200 hapa tulitumia gharama ya 440,000. Kwa hiyo unaweza ukaona, lakini pia hawa vifaranga hawa ambao unawaona hapa 200 wameshatumia mifuko ya starter miwili ndani ya wiki mbili, na huu ni ulaji mzuri kabisa, yani ni ulaji ambao upo kitaalamu kabisa. Vifaranga 100 ndani ya wiki mbili wanatumiaga mfuko mmoja. Hawa wapo 200 ndani ya wiki mbili wametumia mifuko miwili, ambapo gharama tulionunulia sisi huku, gharama huwa zinatofautiana. Ukinunua kile chakula cha Silverland wenyewe zinatofautiana mikoa na mikoa kutokana na wao wanavyosafirisha. Nadhani ukienda pale Instagram Silverland ukatafuta Silverland, waga wanatoaga muda mwingine gharama za vyakula ambazo inapaswa ununue kutokana na mkoa wako, lakini sisi kwetu huku ni 94,000. Kwa hiyo unaweza ukaona tumetumia 1,188 kwa hiyo mifuko miwili. Tukija kuna gharama hii gharama sisi hatujaitumia, lakini kwenye kundi langu lile la WhatsApp watu wanaojiunga mle, wafugaji wengi waga wanasemaga kwamba matandazo wananunua. Kwa hiyo ndio maana nimeiweka hii gharama ya matandazo ambayo ni shilingi 2,000, ambayo sisi huku matandazo hatununui bwana, tunaenda tu kwenye mashine pale tunachukua. Joto, chanzo cha joto tumetumia gunia moja la mkaa, yani gunia moja la mkaa limeisha muda wa wiki mbili. Sisi tunatumia jiko la mkaa ambalo tumetumia 25,000, lakini nina uhakika kama utakuwa unatumia labda taa balbu unaweza ukapunguza hii gharama hapa. Na kitu kingine tumenunua vitamini moja na Nioxchik moja ambazo yani tumezitumia kama sio mara 4 mara 5, bado zipo. Yani maana yake kama wewe unafanya hii biashara ya hawa vifaranga ambao nitakuelekeza huko mwishoni, hivi vitu unaweza kutumia hata kwa kuku umeagiza mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwa sababu bado vipo, ila tulinunua jumla hivi vitu tulitumia gharama ya shilingi 20,000. Lakini pia kuna chanjo na dawa za asili. Hizi tiba za asili sisi tunatumia sana tiba za asili kwa ajili ya hawa vifaranga. Kwa wale ambao wamejiunga kwenye group letu la WhatsApp wanaona, kwa mfano hawa vifaranga tulianza kuwaelekeza tokea siku ya kwanza wanafika, jinsi ambavyo tuliwapokea, jinsi ambavyo tunawapa hizi kinga na tiba za asili. Lakini pia hata ukiwa na kitabu kile cha Safari ya Ufugaji ambacho ndio mwongozo wa kuwafuga hawa kuku chotara, mle tumeelezea kabisa namna mpangilio wa kuwalea vifaranga mpaka wanafikisha wiki mbili, tiba za asili unazitumieje, au unaweza kutumia kile kitabu cha mwongozo ambacho kinakwambia kabisa leo wapatie hiki, kesho hiki, kesho kutwa hiki, ambacho sisi pia tumetumia kwa hawa vifaranga. Gharama zake ni 25,000. Lakini sisi hawa vifaranga unapoona hapo bado hatujawapa chanjo ya dukani ile ya Newcastle. Hatujawapatia kwa sababu kuna chanjo za asili ambazo sisi tunaziamini tunatumia. Sisi tunapenda sana kutumia vitu vya asili. Hizi tiba za asili
kwa ajili ya kuwalea vifaranga. Vifaranga ukiwalea kwa tiba za asili wanakuwa na kinga kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana hatupendi sana kutumia hizi za dukani. Hata hapo nyuma umeona kwenye vitamin na Nioxtic sio kitu ambacho tumekitumia sana. Tumetumia sana za asili kama majani ya mpapai, tangawizi, kitunguu saumu. Hivi ndio vitu ambavyo sisi tunapenda kuvitumia tunapokuwa tunalea vifaranga. Hata akiwa kuku mkubwa ukimpa mtu anakuwa anawapenda sana, lakini pia wanakuwa sio vifaranga ambao wanaumwa wameshusha makoti kwa sababu ya kuwapa makemikali mengi. Hapana. Kwa hiyo hapa tulitumia gharama ya shilingi 25,000. Tulitenga gharama ya shilingi 25,000 ambayo itatumika kwenye chanjo na dawa za asili. Lakini pia kuna gharama nyingine. Gharama nyingine, tunapozungumzia gharama nyingine ni kama vile usafiri, umeenda kufuata labda chanjo, umewafuata hawa vifaranga, gharama kama hizo hapo. Jumla ya hizi gharama nyingine tumeweka 40,000 bajeti ambayo tumeitenga. Unaweza ukaipunguza au inaweza ikaongezeka, lakini haitaenda mbali na hapa, inategemeana na eneo ambalo wewe upo. Kwa hiyo jumla, gharama za jumla kwa vifaranga hawa 200 ni 740,000. Tuseme 750,000. Kwa hiyo hii ndio bei ambayo unapaswa kuwa nayo ukitaka kulea vifaranga 200 ukiwaweka ndani, yani unataka ndani ya wiki 2 zile pale wale vifaranga 200, inatakiwa uwe na 740,000 ambayo sisi pia hii bajeti huwa tunaitenga. Na kama utafuata mwongozo wetu ambao tumeuandika kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji, hizi gharama zitapungua. Yaani inakuhakikishia kabisa hizi gharama zitapungua. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba idadi ya vifaranga 200, jumla ya gharama tuliyotumia ni 740,000. Kwa hiyo hapa ukigawanya sasa unakuta kila kifaranga mmoja anakalia shilingi 3,700. Kwa hiyo ndani ya huu muda wa wiki 2 tumetumia 3,700 kwa kila kifaranga. Sasa ndugu yangu, ngoja nikushauri kitu. Umeona hiyo 3,700, ukitoa 2,200 hapo unapata gharama kama vile 1,500. Kwa hiyo nisikilize vizuri kwamba kwa mfano labda sisi tungekuwa na incubator yetu tukatutolesha vifaranga kama hawa, tumewalea ndani ya wiki 2, tunakuwa tumetumia gharama ya shilingi 1,500. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo mimi nilitaka nikushauri, unaweza ukatengeneza biashara. Unaweza ukawa na incubator ukaanza kwanza ukafuga kuku wachache kama hawa hapa, wakawa wanakutagia mayai, ukawa unatutolesha kwenye incubator, ukawa unawauzia vifaranga wa wiki 2 wafugaji wengine, na unapata wafugaji wengi sana wanahitaji kupata vifaranga. Na hawa vifaranga uzuri wake tayari unakuwa unajua jogoo wapo wangapi, tetea wapo wangapi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwako wewe kuwauzia watu, na utakuwa una biashara yako ya kiutofauti kabisa na wafugaji wengine. Wengi sana waga wanauzaga vifaranga wadogo kabisa, au waga wanawauza kuku wakiwa wakubwa. Kwa hiyo wewe sasa unatafuta engo yako, yani kona yako peke yako ya biashara ya kuuza vifaranga wa wiki 2, ambapo unakuwa unawazalisha wewe mwenyewe kwenye incubator, unawalea kwa gharama hizo za 1,500. Wanaweza ukaenda mbali zaidi, ukawa unazalisha vifaranga wa kienyeji, ukawa unanunua mayai, au ukawa na kuku wachache ambao wanakutagia mayai. Yale mayai unayaweka kwenye mashine. Kwa hiyo utatengeneza faida vizuri kabisa. Na kushauri kama umeona huu mpango wa biashara umekufaa zaidi, ninakushauri wasiliana na sisi KingoFarm. Tunatengeneza incubator. Incubator ndogo ni ya mayai 60 na kuendelea. Hata ukitaka mayai 6,600 tutakutengenezea. Huu mpango wa biashara ukiufanya, kwa hasasa nyinyi ambao mpo maeneo ya mjini, utapata pesa nyingi sana. Wateja ni wengi sana, na ukishindwa kupata, yani ukiona una kigugumizi cha kupata wateja, jiunge na kundi letu la WhatsApp. Mimi nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukatengeneza Instagram account ukaikuza, ukawa unauza kuliko kawaida. Huu mpango wa biashara nimekupatia bure kabisa hapa WhatsApp. Kwa hiyo sisi tunatengeneza incubator. Unaweza kuwasiliana na sisi tukutengenezee incubator ili uwaze kuzalisha hao vifaranga kwa gharama nafuu kabisa, na incubator zetu zina ubora wa hali ya juu. Lakini pia utapaswa kuwa na vitabu ambavyo vitakuelekeza jinsi ya kuwalea hawa vifaranga ndani ya hizi wiki 2. Na uhakika kabisa ndugu yangu ambaye umesikiliza hii video, unakwenda kuifanya hii biashara. Na mimi ninapoongea hapa nipo kwenye mpango wa kuifanya hii biashara ambayo nimekuelezea wewe hapa, na lengo langu lilikuwa ni
nikusanue kuhusiana na hii biashara ambayo ipo hapa, usije baadaye ukasema sikukwambia kitu kizuri kama hiki hapa. Asanteni jamani, na kwa elini. Ukitaka huduma zetu, namba yetu ya simu hiyo hapo, lakini pia unaweza ukatutafuta WhatsApp kupitia hii namba, unatafuta WhatsApp au unatupigia simu.